kupata huduma ya malezi ya watoto katika jimbo la Vermont. Video hii itakuonyesha jinsi ya kupata huduma ya malezi ya watoto hapa Vermont. Pia utajifunza kuhusu huduma zinazoweza kukusaidia na mambo ya kufikiria unapochagua huduma ya malezi. Ikiwezekana, anza kutafuta huduma ya malezi kuanzia miezi 6 hadi 12 kabla ya kuhitaji msaada huo. Hii inaweza kumaanisha kuanza kutafuta mara tu unapofahamu kuwa una ujauzito. Wazazi wengi hapa Vermont wanahitaji huduma ya malezi ya watoto, na vituo vingi vina orodha za kungojea. Ikiwa hakuna nafasi kwa mtoto wako kwa sasa hivi, unaweza kuweka jina lako kwenye orodha ya kungojea. Nafasi itakapopatikana, watakupigia simu. Unaweza kuweka jina lako kwenye orodha nyingi kadri unavyotaka. Katika jimbo la Vermont, kila wilaya ina ofisi maalum inayosaidia familia kupata huduma ya malezi ya watoto na kuomba msaada wa kulipia huduma hiyo. Unaweza kupiga simu au kuenda kuwatembelea. Huduma zao ni bure. Wanaweza pia kukupa mkalimani ukimhitaji. Majina na nambari ya simu za ofisi hizo ziko kwenye skrini. Ikiwa hujui mahali ofisi iliyo karibu nawe ilipo, piga nambari 211 kwa msaada. Ukihitaji mkalimani, bonyeza nambari 5 kisha useme lugha yako mara tu unapojibiwa. Ili kukutafutia huduma ya malezi, ofisi itahitaji jina la mtoto wako, tarehe ya kuzaliwa, na mji au kijiji unachotaka huduma ipatikane. Watakupa orodha ya huduma zinazopatikana. Utahitaji kuwasiliana na vituo unazopendelea. Ni muhimu kuchukua hatua haraka na kufuatilia kwa kupiga simu au kutembelea kituo. Kama unaweza kusoma na kuandika kwa Kiingereza, kuna tovuti unayoweza kutumia kutafuta nafasi ya huduma ya malezi. Bonyeza Quality Child Care Providers. Kisha bonyeza tovuti ya Bright Futures. Tumia fomu ya utafutaji mtandaoni mara kwa mara. Nafasi mpya hufunguliwa kila wakati na pia hujaa haraka vile vile. Kulingana na jinsi ilivyo ngumu kupata huduma ya malezi ya watoto, kuna vile ulazimike kuchagua kituo ambacho si chaguo lako la kwanza, au kuanza huduma ya muda wa nusu siku. Unaweza kubaki kwenye orodha za kungojea katika vituo vingine na kubadilisha ukipata nafasi mahali unapopendelea. Ni muhimu kutembelea vituo vya malezi vya watoto unavyovipendelea. Yafuatayo ni baadhi ya maswali ya kuuliza. Gharama ya malezi ni kiasi gani kwa wiki au kwa mwezi? Nalipa lini? Kuna ada za ziada? Mtoto wangu akikosa siku moja, je, bado nitalipa kwa siku hiyo? Wakati wa kuleta na kuchukua mtoto ni upi? Nikichelewa kuchukua, nini itatokea? Mtoto wangu anatakiwa kuleta vitu gani kila siku? Mavazi ya kubadilisha, nepi, vitafunwa, chupa ya maji? Je, wanaandaa chakula? Je, wanaweza kufuata mahitaji ya lishe la mtoto wangu? Je, wanafungwa kituo kila likizo fulani au mapumziko? Mtoto wangu akiwa mgonjwa, sera yao ni ipi? Watanieleza vipi kuhusu siku ya mtoto wangu? Nikiwa nangojea lugha tofauti kwa Kiingereza, tutaelewa vipi? Watanijulishaje watafunga kituo kighafla?
Siku ya kawaida inaonekanaje? Watoto wanacheza nje? Wanakula nini? Wanalala? Wanafanya shughuli gani? Wanashughulikiaje tabia ngumu za watoto? Jimbo la Vermont lina mfumo unaoitwa STARS wa kutathmini vituo vya malezi ya watoto. Kituo kinaweza kuwa na nyota 1 hadi 5. Kadri kituo kinavyopata nyota nyingi, ndivyo kinakuwa kimetimiza masharti yote ya serikali na kufanya maboresho ya ziada. Wasiliana na ofisi za huduma za malezi ya watoto iliyo karibu nawe kwa msaada wa kupata huduma ya malezi.